Karibu tena mpenzi msikilizaji wangu, naitwa Debora Mongomo, ni licensed professional counselor associate wa Nevet Counseling Center iliyopo Dallas, Texas. Nevet Counseling Center ni kituo cha kutoa ushauri nasaha na pia tunatoa elimu ya afya ya akili kwa wasikilizaji wetu mahali popote pale walipo. Karibu sana na usipite kwenye channel yetu bila kusubscribe, kulike, kutoa comment na pia kushare video zetu na watu wengine. Karibu sana. Mother's Day imekaribia sana. Kwa nachukua nafasi hii kuwawish wamama wote na walezi wote wa kike very happy Mother's Day. Wamama wana jukumu kubwa sana katika familia, hasa katika jukumu la kulea watoto. Mama ni mlezi wa kwanza wa mtoto. Mama anabeba uhai na hatima ya mtoto. Mama ni mwandishi wa kwanza kwenye maisha ya mtoto. Idea ya uandishi imetokana na John Locke, mwanafalsafa wa miaka mingi iliyopita, ambaye alikuwa amesema kuwa watoto wanapozaliwa wanazaliwa kama ukurasa ambao haujaandikwa kitu, ukurasa mtupu, yani blank page au tabula rasa. Idea ya John Locke ni kwamba mtoto anazaliwa akiwa kama hivi kwenye akili zake, ni kwamba amezaliwa ubongo uko wazi kabisa. Mambo yote yanayotokea duniani au maneno tunaosema au matendo tunaofanya ndio tunaoandika kwenye maisha ya mtoto. Na mama umepewa privilege ya kuwa mwandishi wa kwanza kwenye maisha ya mtoto, kwa sababu wewe ndio unayemtoa, na mara nyingi watoto wadogo wanakaa na mama zao. Kwa hiyo una privilege kubwa na nzuri kabisa ya kuwa mwandishi mzuri kabisa kwenye maisha ya mtoto wako. Unaandikaje kwenye maisha ya mtoto? Ni kwamba unaandika kwa maneno au matendo unayofanya, hasa wakati mtoto yuko mdogo. Ukiandika maneno mazuri, mfano kama maneno ya faraja, maneno ya upendo, ya kumuonyesha unakea, kumuona, ya kumfanya ajisikie kama yuko salama, ni kwamba mtoto anajifunza, anapata ujumbe kuwa duniani ni mahali pa salama, ni mahali pana upendo, kwa hiyo atajisikia yuko salama wakati wote. Na ukiandika vitu vibaya, mfano kwa maneno yako unamuita mtoto mjinga, unamuita hafai, unamlinganisha na watu wengine au unamshusha pia, wewe kajinga sana, ufanani kabisa na dadako yuko tofauti, wewe ni mjinga sana. Ni kwamba mtoto pia unakuwa umemwandikia kwa ajione, ajidharau, yani ajione kwa katika watu wengine wote yeye ndo hafai. Kwa hiyo unampa ujumbe huu, unamwandikia na ujumbe huu ndo utakaa hapo siku zote za maisha yake. Alafu ukifanya matendo ambayo hayafai pia bado unaandika. Matendo kama ya kumuonyesha umpendi au hujamkubali au ya kumtenga au ya abandonment au rejection. Kuna wengine pia hawakai na watoto wao, yani umtunzi kabisa, wewe mama unakuepo tu hapo ni mama, lakini muda wote uko busy, ukiwa kama sio kazini, uko busy na shughuli nyingine, mtoto huna muda naye kabisa. Ni kwamba unamfundisha kuwa yeye sio priority. Na kwa hiyo pia anaweza kajenga kutokujiamini au kutokujipenda, kutokujijali, akajiona ana mapungufu, akawa na low self esteem. Kama unamuita mjinga, hafai, anajifunza kuwa yeye kwa hata hafai, yani kwamba atakuwa anashindwa hata kujaribu kufanya vitu kwa sababu anajiona tayari kwa hafai au hataweza kwa sababu yeye ni mjinga. Kwa hiyo ujumbe unaoandika hasa ile miaka 5 ya kwanza au 2 au 5 ya kwanza ni very important, kwa sababu ndio foundation, ndio msingi wa kisaikolojia wa mtoto wako. Ndio mambo ambayo yatabeba siku zote za maisha yake, yatamuongoza kwenye maisha yake yote. Ndio imani unazomjengea. Sasa majukumu ya kina mama ni yapi? Najua kila mama anajua majukumu lake, unaja kufundishwa, lakini nataka tu nikumbushie kwamba jukumu lako la kwanza ni kulea. Ni mwalimu wa kwanza wa mtoto. Ni jukumu lako ni kutoa mahitaji ya mtoto. Ndio maana mama ndo tulizaliwa na chakula cha watoto. Ndio maana ukizaliwa unaweza kunyonyesha mtoto wako, kwa sababu sisi ndio jukumu letu la kwanza. Mahitaji ya kimwili na ya kisaikolojia yote tunahitaji kuyatoa vizuri kwa watoto wetu. Mama unahitaji kuwa na muda na watoto wako. Mama unahitaji kutengeneza mazingira ya watoto kujisikia salama. Kwa hiyo kama mama inatakiwa make sure mtoto wako anakuwa kwenye mazingira salama. Kwa hiyo wale wa mama mnaokaa kwenye mazingira ambayo sio salama, ni kwamba huathiriki wewe tu, unamwathiri pia mtoto wako ambaye anaona kuwa hakuna usalama. Sasa ni lini unapoanza kazi ya kulea? Amesema ndio jukumu la kwanza la mama. Jukumu la kwanza ni kulea mtoto. Unaanza kulea mtoto kabla mtoto hajazaliwa. Kabla hata hujabeba ujauzito, hakikisha afya yako ni nzuri. Kabla hujabeba ujauzito au wakati umebeba ujauzito pia hakikisha afya yako ni nzuri, afya ya kimwili na kiakili. Hakikisha unakula vizuri, unapumzika vizuri, unapunguza stress, kwa sababu ukiwa na stress nyingi wakati ni mjamzito una hatari ya kuzaa premature, preterm baby, mtoto ambaye hajatimiza miezi yake ya kuzaliwa. Au pia utaweza kuzaa mtoto ambaye ana uzito mdogo sana
na uzito mdogo huwa unasababisha developmental na intellectual delays, kwamba watoto wako wanakuwa wako nyuma kidogo, wako nyuma kabisa kwenye makuzi yao ya kiakili na kimwili. Alafu pia acha tabia hatarishi, mfano kama za ulevi, bangi, madawa ya kulevya, sigara wakati mjamzito, kwa sababu vyote hivyo ni kemikali na zinaingia kwa mtoto akiwa tumboni na zitamwathiri akili yake na mwili wake. Kwa hiyo kama nilivyosema, unabeba hatima ya mtoto, ni kwamba usianze kutengeneza hatima mbaya ya mtoto kabla hata hajazaliwa. Tafadhali acha tabia hatarishi za namna hiyo. Tabia hatarishi nyingine ni kama za uzinzi. Zinaa ni mbaya kwa sababu unaweza kupata magonjwa ya zinaa ambayo yanaweza yakamwathiri mtoto wako. Kuna magonjwa mengine yanasababisha mtoto azaliwe ni kipofu. Unamletea mtoto shida ya mwili na atakuja kupata stress. Kipofu atakuwa na stress siku zote za maisha yake. Au unaweza kupata HIV ambayo pia inahatarisha makuzi yake na pia akili zake. Sio vizuri. Mtoto asizaliwe kwenye mama ambaye ni hatarishi, kwa sababu unaenjoy labda sigara, unaenjoy zinaa, unaenjoy madawa ya kulevya. Usisababishe mtoto wako kuja kupata stress na changamoto za kimwili na za kiakili baadaye. Mtengenezee hatima nzuri. Alafu mtoto akizaliwa pia una kazi ya kulea. Ni kwamba ulezi wa kwanza nimeeleza kama mtoto hajazaliwa. Aina ya pili ni mtoto akizaliwa ile miaka 0 mpaka 5. Ni kwamba tengeneza malezi mazuri. Ni kwamba mpe mahitaji ya kimwili na ya kisaikolojia na ya kiakili na ya kiroho. Muonyeshe upendo, onyesha furaha, onyesha kuwa unamkubali, unamjali. Mpe chakula kizuri, asije akapata marasmus na kuwa shako baadaye akaathirika hata kwenye akili zake. Alafu kuwa na muda wa kutosha na mtoto. Muda wa kutosha wa mama na mtoto ni kitu cha muhimu sana. Research zinaonyesha kabisa kwamba ukaribu au attachment ya mama na mtoto ni protective kubwa sana kwa afya nzuri ya akili na mwili. Na kuna research ambayo iliprove hiyo, ambayo miaka mingi ya nyuma kuna mtu anaitwa Halo alifanya research alitumia nyani watoto. Kwa hiyo kuna nyani watoto wengine waliwekwa na mama zao na nyani watoto wengine wakatenganishwa na mama zao. Wale nyani waliokuwa wamewekwa na mama zao walionyesha kama wana afya nzuri za kimwili na za kiakili. Wakati nyani waliotenganishwa na mama zao walikuja kuonekana kama wanasumbuliwa na matatizo ya kutawala hisia. Kwa hiyo walikuwa na a lot of anxiety na pia na moods, na walikuwa hawako vizuri kabisa kwenye maisha yao. Kwa hiyo ukaribu wa mama na mtoto ni kitu cha muhimu sana ambacho natakuwa tukizingatie sana, kwa sababu ni kinaathiri sana afya, hatima za watoto wetu baadaye. Alafu mama, kumbuka wewe ni muhimu kuliko vitu. Kwa hiyo usisumbuke sana kwa kazi yangu kubwa sana kutafutia vitu watoto. No, kuna research nyingine ambayo ilionyesha kama watoto nyani watoto walipopewa nafasi ya kuchagua kukaa na mama au kuchagua chakula, wengi walikimbilia kwa mama. Kwa hiyo ukaribu wa mama na mtoto ni kitu cha muhimu sana, kwa sababu watoto wanataka kujifikiria, kujifeel salama, na sisi wa mama tuko pale kwa ajili ya kuprovide safety kwa watoto wetu. Na watoto wasio karibu na mama zao ni kwamba wengi wakiwa wakubwa wanajifunza kujitegemea wakiwa wadogo, bado wanajifunza kuwa mama hayupo, kwa hiyo inabidi akakamia mwenyewe anajifunza kujitegemea. Kwa hiyo hawataona umuhimu wako wala hawatakuwa na ukaribu na wewe. Kwa hiyo usishangae kwamba hata akipata shida haji kwako, anaenda kwa watu wengine ambao wamewapasivu kama wako karibu naye. Kwa hiyo unakuta anaenda kwa marafiki au kwa ndugu wengine ambao wako karibu. Kwa hiyo wewe mama utakuwa unapata wivu au unakasirika kwa mbona hayuko karibu na mimi, lakini mtoto unavyomlea ndivyo anavyokuwa. Ukiwa karibu naye mara nyingi naye atakuwa karibu na wewe. Ukiwa mbali naye atakuwa mbali na wewe. Alafu pia wale wazazi ambao ni overprotective, ambao saa zote wa mama ambao saa zote anataka kumlinda mtoto wake, hataki kumwachia awe free, na ukienda extreme hiyo nyingine ni kwamba pia mtoto wako pia ni atashindwa kukabiliana na changamoto. Kama unakuwa una overprotect, umwachi akue mwenyewe aweze kujitegemea, ni kwamba mtoto wako pia atakuwa anashindwa kujitegemea au pia atashindwa kukabiliana na changamoto. Kwa hiyo inatakiwa mama uwe na balance, kuwa unamjali sana mtoto wako, unakuepo pale kwa ajili yake, lakini pia muache pia ajifunze na mazingira na vitu vingine. Have a balanced life. Alafu malezi ya watoto wakubwa, kwa sababu mama tunalea mtoto kabla hajazaliwa, akizaliwa akiwa mdogo, na sasa hivi tuongelee malezi ya watoto wakubwa na watu wazima. Ni kwamba huwalei tena kama walivyokuwa wanalea walipokuwa watoto wadogo. Wao ni watu wazima. Kwa hiyo kazi yako kubwa ni kuimarisha uhusiano, kuwaheshimu, kuwasikiliza, kuwashauri na sikiliza mashauri yao, kwa sababu wameshakuwa watu wazima. Unaweza wakakushauri pia na wewe na unatakiwa uwasikilize. Usiseme mimi ni mzazi huwezi kunishauri. Alafu
Treat kama watu wazima. Wanapobadilika nao unatakiwa ubadilike, usibaki vile vile kwa mimi ndio wakuambia tu. No, inatakiwa nao sangine unawasikiliza. Ukishakuwa wakubwa, they are wise, they can tell you things. Alafu be approachable. Yani wawe huru kukushirikisha mambo yao. Sio yule mama ambaye unaona kama mama ni cheo, kwa hiyo yani watoto hawezi kuambia chochote, hapana. Uwe approachable. Ongea nao na wawe tayari kukushirikisha matatizo yao, na pia hata kukuambia wewe kama una matatizo. Kukuambia mama labda una matatizo hapo. Wasikilize. Heshimu mipaka yao. Heshimu pia mipaka ya familia zao. Wakishakuwa watu wazima, wengine wanakuwa na familia zao au anataka maisha yake, muheshimu. Yani usianze bado kutaka kumng'ang'aniza kama mtoto mdogo, hapana. Waache wafuate na kutimiza ndoto zao. Ndio mama mzuri. Alafu kuna faida nzuri sana kubwa za kulelewa na mama, ni kwamba watoto wanakuwa na afya ya kimwili, kiakili, kisaikolojia na pia kiroho. Mama ukikaa na watoto wako wanakuwa na afya nzuri. Alafu wanajiamini sana kwa sababu yani ulikuwa unawasikiliza, alafu yani wanajifunza kujiamini na pia kuamini watu. Kwa sababu pia tunawafundisha watoto wetu kuamini watu au kutokuamini watu. Kama wewe mwenyewe umewaleta duniani alafu huaminiki kwao, ni kwamba nao hawataamini mtu yoyote. Alafu pia faida nyingine ni kwamba unawafundisha uwezo wa kutatua matatizo, na pia watoto wanaolelewa na wamama wenye attachment ni kwamba pia wengi wanakuwa na maadili mazuri, kwa sababu kama mama ana maadili mazuri yeye mwenyewe, ni kwamba atakuwa amepasi au maadili mazuri kwa watoto wake. Kuna athari za malezi mabaya ni kwamba ya mama ni kama alikuwa ni yule mama wa kukemea tu, wa kushusha watoto, wa kutokusikiliza, wa kutokujali, mwenye rejection, ni kwamba watoto wanajifunza kutokujiamini. Alafu insecurity, low self esteem. Alafu pia wanakuwa na hasira kwa sababu ulikuwa wasikilize kuanzia watoto. Kwa hiyo wana hasira, kwa sababu ulikuwa wapendi wafanye nini, siku zote anakuwa na hasira, itakuwa nalipuka mahali popote pale. Alafu watoto wasiolelewa na mama kwa ukaribu mara nyingi wanakosa maadili. Hasa kama mama unaye hana maadili, ni kwamba wanakosa maadili mazuri, kwa sababu wanapiki tu tabia kutoka mtaani na kutoka kwa watu wengine ambao sangili hata hutataka. Na mama kama huna maadili mazuri mwenyewe, mfano kama ni mama mwenye chuki, mwenye uadui, mama mgomvi, mama mbea, mkorofi, mama mwenye majungu, mwenye wivu, mwenye matabia yote mabaya, either unafanya hayo mambo na watoto wanakuona, au pia unawashirikisha, unawapa listi ya maadui zako, ni kwamba unawafundisha watoto wako kuwa wagomvi, kuwa na chuki, kuwa sio watu ambao ni watu wazuri. Kwa hiyo acha kutoa mfano mbaya kwa watoto wako. Kuwa mama mzuri ambaye unafundisha hatima nzuri watoto wako, unawapa hatima nzuri, waweze kuwa na uwezo wa kuwa na maadili na kuwa ni watu wazuri. Alafu kumbuka kuwa malezi ya mama hayana mwisho. Endelea kujifunza na kubadilika kadri unavyobadilika. Ni kwamba mama unalea mpaka unapoingia kaburini, kwamba wewe ni mama tu siku zote. Elimu haina mwisho. Kwa hiyo wanavyobadilika, adjust pia, usibaki vile vile. Yani kwa mimi ni mama niko hivi na rule zangu ni hivi, no. Wakibadilika, badilika. Alafu kumbuka kuwa hakuna mama mkamilifu, wote ni kazi inayoendelea. Kwa hiyo ndio maana nasema ni vizuri sana kujifunza na kubadilika, kwa sababu kila siku tunajifunza mbinu mpya za kulea watoto. Watoto wanabadilika kila siku kadri umri unavyoendelea au matatizo yanavyowasonga. Kwa hiyo jifunze kila siku. Pia kumbuka kuwa usikate tamaa. Unaweza kuwa umefanya mambo yote mazuri lakini watoto hawajatana vitu vizuri, usikate tamaa. Cha maana ni kwamba fanya vizuri tu, fanya wajibu wako vizuri, mengine muachie Mungu. Kumbuka kwa tabia pia huwa inajengwa na mazingira na urithi. Kwa hiyo unaweza kuwa unafanya mambo mazuri lakini mazingira either ya shuleni au marafiki au mazingira yote yanaweza kumfanya mtoto asiwe na tabia nzuri. Kwa hiyo ufanye wajibu wako, mengine muachie Mungu. Changamoto za malezi kizidi, tafuta ushauri. Usife peke yako, usihangaike, usikate tamaa, usilani mtoto. Yule ni mtoto wako na una kazi naye mpaka siku utakapoondoka duniani. Kwa hiyo endelea kung'ang'ana, kama ni kwa maombi, kama ni kwa kumuonya, kama ni kwa mbinu zozote zile za kuleta ukaribu na mtoto, usikate tamaa. Kwa hiyo nakutakia very happy Mother's Day. Keep doing a good work. Na kama umependa channel hii, please subscribe na usiache kushare. Asante sana.